Mwishoni mwa mwaka jana, Putin alifanya kikao na kamati ya ulinzi ya nchini kwao, na hicho kikao nilikiripoti, akitoa muktasari wa vita inayoendelea kati yao na Ukraine kwa wananchi wake wa Urusi. Na aliwaambia wananchi wa Urusi hivi, taifa la Urusi katika vita yake na Ukraine inaendelea vizuri, na mwaka huu mpya ambao ni 2026 kuna silaha mpya 3 ambazo zitaingizwa katika uwanja wa mapambano. Hiyo ni taarifa ya rais wa nchi alikuwa anawapa raia wake. Manake kuonyesha ni namna gani kwamba vita wanaicontrol. Kwa hiyo kuna introduction ya silaha mpya ambazo zingeingia katika uwanja wa mapambano. Na silaha hizo alizitaja, na mojawapo ilikuwa ni Oresheniki. Kumbuka Oresheniki ilitumika mwaka jana kama sikosei, mwaka juzi, katika jimbo la, nakumbuka ilikuwa ni Dnipro. Na Ulaya walipiga kelele sana kwa sababu ilikuwa ni very sophisticated, very speedful, na Warusi wakaitolea maelezo pia. Sasa Putin akasema kwamba mass production ya hiyo silaha rasmi ilikuwa ni mwaka huu mpya tulioingia. Na amethibitisha hilo kwa sababu Oresheniki imeanza kutumika rasmi. Watu watakuwa wanajiuliza hili swali. Je, Oresheniki ni kwa ajili ya Ukraine? Jibu ni hapana. Na sio kwamba nasema hapana ni mimi, hapana. Watu wa Ulaya wenyewe wanajua kabisa Oresheniki sio kwa ajili ya Ukraine. Kwa nini sio kwa ajili ya Ukraine? Kwa sababu huhitaji silaha kubwa kama Oresheniki kuipiga Ukraine. Najua kuna wale wajinga wana akili za kivita, wanaamini vita ya Ukraine na Urusi, yaani ni vita kama vile tunavyojua ni vita. Vita ya Ukraine na Urusi ni mkubwa na mwadhibu mdogo. Hii vita ndio maana kwa staili yoyote ambayo Ukraine anataka ipiganwe, itapiganwa mpaka siku wenyewe wanakubaliana na anachokitaka Urusi. Kwa sababu uwe na akili kubwa kwamba kadri vita inavyochelewa ndivyo Warusi wanapata wanachokitaka. Sijui naeleweka. Yaani hii vita ikiisha haraka, Warusi hawezi kufurahia, hawezi kuelewa ninachokiongea. Warusi wanataka shamba, alafu pia Warusi wanataka baadhi ya masharti yao yaingie katika katiba ya wa Ukraine. Nisiende huko sana, nataka nizungumzie kwanza hii Oresheniki. Kwa nini imetumika? Oresheniki imetumika kutoa ujumbe kwa Ubelgiji, Ufaransa, Uingereza na Ujerumani. Kwa sababu hao ndio vimbelembele wakubwa wanaotaka hii vita iendelee, wakiwa wana akili kwamba Urusi itakosa fedha za kuiendeleza hii vita. Kwa hiyo matumizi ya Oresheniki ni kutoa ujumbe kwamba Brussels, Ubelgiji sio salama, London sio salama, Fransa sio salama, Ujerumani sio salama. Kwa nini? Chini ya dakika 3 Oresheniki inaweza ikapiga hiyo miji. Nirudie tena, chini ya dakika 3 London inapigwa, Ubelgiji inapigwa, Ufaransa inapigwa, na wenyewe wanajua. Ndio maana hii Oresheniki ilivyotumika, wakasema hivi, wametumia neno la this is a way of escalating the conflict. Nimependa hiyo sentence yao, kwamba Putin is escalating the conflict. Kwamba kwa nini umpige huyu mtoto kwa silaha kubwa kama hiyo, kama sio kwamba kuna ujumbe unatutumia sisi? Kwa hiyo Oresheniki imetumika kama ujumbe, kwa sababu bado Putin angeweza akatumia Kinzhal hypersonic. Sawa, sema aliyoipiga, amesema amepiga gala na amepiga kiwanda cha drone, ndio jibu alilolitoa. Na nimeshawaambia wanaonifuatilia kwamba Putin akiwa na valuable target, kwamba hiyo target lazima ipigwe kwa gharama yoyote, alikuwa anatumia Kinzhal hypersonic. Manake alikuwa anatumia silaha ambayo hakuna defense yoyote itakayozuia hiyo silaha yake inavyokwenda kupiga sehemu husika. Kwa hiyo kwa nini Putin anatumia Oresheniki na asitumie Kinzhal wakati zote ni hypersonic? Putin ameamua kutumia Oresheniki kutuma ujumbe kwa Ulaya. Hii vita imebaki ni ya Ulaya na Urusi. Marekani ameshajitoa, ndugu zanguni. Trump alikuwa na kikao juzi, Trump alikuwa na kikao jana. Akiulizwa swali la Urusi, anakuambia Europe are buying weapon from us, we are making a lot of money. Naipenda sana hiyo sentence ya Trump. I will say that right now, because I was able to get NATO to up GDP from 2% to 5%,
NATO's got a lot of money, and they're paying for everything. We're not losing any money. We're making a lot of money, I guess, if you think of it, because we're selling them military equipment. They're probably giving it to Ukraine. But we're selling them to NATO military equipment. We're getting full price and all of that. But that's not a big deal to me. What is a big deal is stopping a war where 30,000 people are being killed every single month. Yaani kila akiulizwa swala la Urusi anakuambia sisi tunafanya biashara. Sisi hatuko kwenye hiyo vita. Sijui unanielewa? Kwa hiyo hii ni vita ya watu wa Ulaya. Kwa hiyo Putin ameamua kutuma ujumbe kwamba Oroshenki is already in a battlefield. Tayari iko katika uwanja wa mapambano. Kwa hiyo kama Ulaya, especially Uingereza na Ufaransa, wanaodai kwamba wanataka kutuma majeshi yao kulinda amani ndani ya Ukraine, kitu ambacho Putin hakitaki, wajiandae. Na kama hao mabwana wana lengo la escalate, kukuza huu mzozo kwa kuleta hao wanajeshi wao, Putin anajibu lao ambalo ni Oroshenki, silaha ambayo haiwezi kubi intercepted. Kwa hiyo wale mlikuwa mnataka kupata brief kwamba kwa nini Putin ametumia Oroshenki. Oroshenki sio kwa ajili ya Zelensky. Zelensky anaweza akatumiwa drone 1000 kwa siku moja. Siku moja drone 1000, huo uwezo anao. Yaani production ya silaha ya drone 1000 kwa siku Warusi wameshafikia. Kwa hiyo kupeleka nyuki tu Ukraine inawezekana. Kwa hiyo Oroshenki ilikuwa ni ujumbe kwa hao wazee wa upinde wa mvua. Ndugu zangu, mimi nimeshawaambia kwamba hii vita ilikofikia, wakubwa wameshagawana dunia, na wakubwa nimeshakwambia ni wale watatu: China, Russia na Marekani. Sasa hawa wakubwa watachezeshana, lazima watasuguana, alafu watafika sehemu wote watakaa mezani, watagawana sasa hii dunia. Hawezi kugawana sasa hivi. Kwa lazima kila mtu anataka kutengeneza mazingira kwamba ni mkubwa zaidi ya wengine, especially Marekani. Marekani bado anajiona kwamba ana nguvu za kwa contain hawa wawili. Kwa hiyo anachokifanya Marekani ni kutengeneza mazingira ya kuwachosha. Anawachoshaji kwa kuiendeleza vita ya Ukraine na Russia, na kwa kumchokoza China kwa kutumia Taiwan. Hizo ndizo njia Marekani anaweza kuzitumia. Lakini usio na akili ya kina Mange Kimambi kwamba kuna siku eti Marekani anaweza kachukua majeshi yake aingilie Urusi. Ana huo mtaji. Niwakumbushe watu, kabla hii vita haijaanza, silaha ambayo Urusi alikuwa anaitumia kuwatisha watu wa Ulaya ilikuwa ni ile Saturn 1 na Saturn 2. Nadhani mnazijua na nilishazifanyia review kwamba Saturn 1 ni silaha hatari sana. Kwa hiyo Saturn 1 intercontinental, hiyo ni intercontinental. Hiyo ni ya kupiga Marekani. Kwamba Saturn 1 kama likitokea la kutokea, hiyo inatakiwa itumwe Marekani. Sasa kuipiga Ulaya haihitaji tena Saturn 1 au Saturn 2. Yeye anachohitaji ni Oroshenki. Kumbuka pia kuna silaha nyingine wa Marekani wameshaitolea ufafanuzi, mpaka watu wa Ulaya wameshaitolea ufafanuzi, inaitwa Skyfall. Hili ni kombora la Warusi ambalo analitengeneza, litakuwa linaendeshwa kwa nguvu za nyuklia. Tafsiri yake nini? Ukilitungua hili kombora, kitakachodondoka kwenye ardhi yako ni moto. Ndio maana wa Marekani na Waingereza na watu wa Ulaya wakaita ni Skyfall. You see? Kwa hiyo madai ambayo magharibi wanayatumia kwa Urusi, mimi napenda hii sentence yao, wanapenda kusema kwamba Putin is militarizing Russian people. Unajua kumilitarize nini? Manake kila project ambayo Warusi wanaiwaza ni ya kijeshi kwa jamii yao. Ni kweli. Hata mimi ningekuwa ni rais wa Urusi, lazima ningemilitarize kizazi changu. Kwa nini? Kwa sababu sisi tuna chakula na hao majambazi lengo lao ni kuja kuchukua chakula chetu. Kwa nini nisikitengeneze kizazi changu kiwe na mawazo ya kuwaza kutengeneza silaha bora siku zote za maisha yao ili kulinda chakula chao? Kwa sababu lengo la hao majambazi ni kuja kuchukua chakula cha watoto wangu. Period. Yaani hata mimi leo ningekuwa rais wa Russia, the only thing I would be ambacho ningekuwa nakisisitiza kwa jamii yangu, tengenezeni silaha bora kwa kulinda chakula chenu. Kwa sababu hao majambazi hawana chakula. Ulaya wanapata wapi chakula chao kama sio Urusi? Kuna yule aliniandikia kwenye comment kwamba eti Ulaya wanaweza kupata gesi yao kwa sijui, aliniambia Norway. Gesi ya bei rahisi inapatikana Urusi. Make no mistake. Gesi zipo dunia nzima, lakini ya bei rahisi inapatikana wapi?
Hilo ndio swali la kujiuliza. Gesi hata wanaweza kuja kuchukua hata Algeria, sijui Oman, sijui wanajua, sijui Nigeria, popote kule watu wa Ulaya wanaweza kupata gesi. Lakini je, ya bei rahisi inapatikana wapi? Urusi. Kumbuka akili za watu wa Ulaya ni za kijambazi, kwa sababu Ulaya nzima imejengwa kijambazi. Tuanzie na Spain, wa Portuguese, wa Uholanzi, wa Ujerumani, wa Reno, wa Belgiji, wa Uingereza, wote wamefanya ujambazi dunia nzima. Kwa hiyo wana ile mindset kwamba tukitaka cha kwako tutakichukua kwa nguvu. Sasa hiyo ndio akili hata watoto wao imewajaa kwamba kuna siku wataingia Urusi, wabebe mali za Urusi kwa masharti yao. Kama vile Trump anavovuna mafuta ya Venezuela na kuyauza, alafu anagawana pesa na wana Venezuela. Huo ndio mkataba unaoiendesha nchi ya Venezuela sasa hivi. Kumbuka, usisahau akili za Marekani ndizo hizo za watu wa Ulaya, kwa sababu Marekani imejengwa na watu wa Ulaya. Wote akina Trump wao, akina Biden, akina nani, yote hizo ni damu za Ulaya. Kwa hiyo lazima mindset yao iwe ni ya kijambazi. So Oroshenik ilikuwa ni ujumbe kwa nchi za Ulaya kwamba kama wana hiyo mindset ya escalate, kuuza ugomvi, wajiandae kwamba Oroshenik is already in a battlefield waiting for them to escalate. Oroshenik iko tayari, kama watajichanganya watafanywa watakachofanywa, ile dunia iwe katika mstari sahihi. Mimi ninachotaka binafsi yangu mimi, aka ugomvi kaendelee mbele kidogo, ili njaa iwe kubwa kabisa hapo Ulaya, ili wakishaanza kurudi kwa Putin warudi mmoja mmoja, na Putin atawaweka mfukoni mmoja mmoja. Yaani wasirudi kijumuiya, yaani wasirudi kama umoja wa Ulaya, warudi mmoja mmoja. Yaani kila mmoja aingie ofisini kwa Putin, aelewane naye. Yaani kila mmoja aingie ofisini kivyake. Hivyo ndivyo Putin ataweza kuwatawala maisha yao yote. Ogopa sana watu wanaojitambua. Ni ngumu sana kuwatawala wewe. Sio sisi. Badala ya kuzungumza issue ya Tanzania, huyu anakuambia CCM, Chadema, Katoliki, Lutherani, BAKWATA. Hiyo ndio njia nyie kuibiwa mali zenu kama mjui. Yaani ukikuta watu wanazungumza, badala ya kuzungumza kama jumuiya, maslahi yao kama jumuiya, wanaanza kuambia Chadema, Chauma, Anglikana, Katoliki, Lutherani, Ufufuo na Uzima. Nyie tayari mmeshalogwa na mnaibiwa kirahisi. Wa Tanzania, tutengeneze mwavuli wa kuua hivi separatist vya kuwatumikia watu wa magharibi. Kumbuka, mkisha kuwa kitu kimoja, ni ngumu magharibi kuchukua mali yenu. Tuelimike, tusiwe wasomi.